بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، نendelea darasa yetu min durusi muhimma lin-nisa, babu leo hii bi'aunillahi al-karim wa mannihi wa karamihi tasoma الدرس الواحد والخمسون، درس 51. يقول المؤلف: يجب على المرأة، ونواجبك كمنامك وكإسلام، أن تستأذن من زوجها، وتكاidhini kwa mume wake عند الخروج من البيت، wakati wa kutoka nje ya nyumba yake. Hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam: idha ista'adhanakum ahad nisa'ukum bil-layl, wakizenu watakapokutakeni idhini wakati wa usiku, ila almasjid, kwenda msikitini, fa'dhanu lahunna, basi wapeni idhini. Rawahu al-Bukhari, hadithi ya Bukhari. Qala al-ulama, wanasema ulama, ustudilla bihi, imejengiwa dalili hadithi hii, imejengiwa dalili ala anna al-mar'ata, yakuwa hakika mwanamke la takhruju min baiti zawjiha illa biidhni, hata kikani kutoka nje ya nyumba mume wake isipokuwa kwa idhini yake, kwa idhini ya mume. Yaani alhaditha yuwadhih, kwa sababu hadithi inaweka wazi anna alistidhana, hakika kutaka idhini, inma yakunu min az-zawj, hakika inatakwa hiyo idhini kwa mume. Hadithi hii na hadithi iliyotangulia ambayo katika darasa ya 50, mlango huu na mlango uliotangulia unamtajia Muislamu au mwanamke wa Kiislamu dhawabit au dhabitan min dhawabit al-khuruj min baytiha, vidhibiti miongoni mwa vidhibiti vinavyomfanya mwanamke aruhusiwe kutoka nje ya nyumba yake. Kwa hiyo kidhibiti cha kwanza, kwa sababu mwanamke asli ameamrishwa kukaa ndani ya nyumba yake na kulazimiana nyumba yake, ndani ya nyumba yake kama alivyosema Allah: waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyah alula, tulizaneni katika majumba yenu na wala msitangitange kama kutanga kwa wanawake wale wa mwanzo. Kwa hiyo mwanamke wa kisalafu, mwanamke wa Kiislamu, talzam baitaha, analazimiana nyumba yake, analazimiana na nyumba yake. Hii ndio asli ya mwanamke wa kisalafu. Yeye ni mwanamke analazimiana na nyumba yake, lailan wa nahara, usiku na mchana. Lailan wa naharan, usiku na mchana. Wa idha kharajat min baitiha, na atakapotoka nje ya nyumba yake, takhruj bidhawabitin shar'iyya, anatoka kwa vidhibiti vya kisheria, kwa mujibu wa vidhibiti vya kisheria. Takhruju bidhawabitin shar'iyya, anatoka kwa vidhibiti vya kisheria. Na miongoni mwa vidhibiti hivyo, cha kwanza ni an takhruja biidhni zawjiha, ni kutoka nje ya nyumba yake. An takhruja biidhni zawjiha, kutoka nje ya nyumba ya mume wake kwa idhini ya mumewe, kama hadithi zinavyoonyesha: la yahillu lilmar'a idha ista'dhanakum nisa'ukum la yahillu lilmar'a, si halali baini haramu kwa mwanamke, an tasuma wa zawjuha shahidu illa biidhnihi. Idha ista'dhanakum nisa'ukum, watakapokutakeni idhini wake zenu, bil-layl, wakati wa usiku, ila almasjid, kuelekea msikitini, fa'dhanu lahunna, basi wapeni idhini.
kuonesha kwamba almar'atu salafiyya la takhruju min bayti zawjiha illa biidhni zawjiha, mwanamke wa kisalafi hatoki nje nyumba ya mume wake isipokuwa kwa idhini ya mume wake, kwa sababu idhini ziko mbili, na idhnu shar' wa idhnu zawj. Unaweza ukawa na idhnu zawj katika kutoka kwako, lakini idhnu shar' usiwe nayo. Kwa hiyo idhini ya kisheria umesharuhusiwa na Allah tabaraka wa taala kutoka nje ya nyumba yako, lakini ili utoke inatakiwa ipatikane idhini ya mume. Hii ni dhabiti ya kwanza. Dhabiti ya pili, an takhruja lihaja, atoke nje ya nyumba yake haja itakapoita. Haja ikiita basi sheria inamruhusu kutoka, kama qala Nabii sallallahu alayhi wasallam, qad udhina an takhrujna lihaja, mmepewa idhini wanawake kutoka nje ya majumba yenu kwa sababu ya haja itakapoita, kwa sababu ya haja fulani, kama ile kwenda msikitini kuswali, kwenda darasani kusoma, au kuna mahitaji ya msingi yanatakiwa yachukue sokoni na hakuna wa kumwagiza, basi hapo itafaa, sheria imekupa idhini ya kutoka. Kwa hiyo an takhruja min baitiha bihaja, atoke nje ya nyumba ya mume wake kwa ajili ya haja iliyoita, sio kutoka tu umejisikia umetoka umeenda nyumba ile umeenda nyumba ile, bali utoke lihajatin shar'iyya, haja ya kisheria kama tulivyotaja. Hii ni dhabiti ya pili. Adhabitu thalith, kidhibiti cha tatu kinachodhibiti kutoka kwako an takhruja bilhijab alshar'i, kutoka nje ya nyumba mume wako ukiwa umevaa hijabu ya kisheria, kama qala Nabii sallallahu alayhi wasallam, au kama qala tabaraka wa taala, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, na wala wasidhihirishe mapambo yao isipokuwa yale yaliyodhihiri yenyewe. Dhabiti ya nne, alla tatatayyaba, kutojipaka manukato. Alla tatatayyaba, kutojipaka manukato, asijipake manukato. Maratu salafia la tatatayyabu inda al-khuruj, hajipaki manukato wakati kutoka, kama qala Nabii sallama, kama alivyosema Mtume alayhi wasallam, ayyuma imra'a, mwanamke yote yule istatarat, aliyejipaka manukato, famarrat ala qaumin, akapita mbele ya watu, liyajidu rihaha, ili wapate ile harufu ya manukato wapaka, fa hiya zania, basi mwanamke huyo anaandikiwa kuzini, dhambi ya kuzini. Dhabiti ya tano, alla takhdha bilqawl, akikutana wanaume asilegeze sauti yake, kama ni sokoni, hospitali, wana maeneo mengineyo, atakutana na wanaume huko, asilegeze sauti yake. Fala takhdha'na bilqawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad, waambie wasilegeze sauti zao, sije wakawatumainisha kuwapata wale ambao ndani ya nyoyo zao wana maradhi, wakawa na matumaini ya kuwapata kwa ajili ya zina, wale ambao ndani ya nyoyo zao kuna maradhi. Kwa hiyo asilainishe maneno yake mbele ya wanaume, sauti yake asilainishe, bali izungumze wakati na kati, isiwe laini. Lakini sharti ya sita, alla takhtalita birrijal, alla takhtalita birrijal, asichanganyike na wanaume. Alla takhtalita birrijal, mwenye kutoka kwake ahakikishe kuwa hachanganyiki na wanaume. Ikhtilat, Allah asema, wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, mtakapouliza wakeze mtume juu ya jambo lolote, basi waulizeni nyuma ya panzia, maana pasiwepo mchanganyiko. Asichanganyike na wanawake wa mtume alayhi wasallam. Na ikiwa ni safari, alla tusafira illa ma'a mahrim,
Ikiwa ni safari basi asisafiri isipokuwa na mahrim yake. Kama ni sokoni hapa shurutishi kuwepo mahrim, lakini akifuatana na mahrim ni bora zaidi, au mwanamke mwenzake ambaye ni mwaminifu la basi, kwa sababu sokoni pia kuna watu waovu, sio kama harimu. طيب lakini vile vile antauda ila baitiha baada qada'i hajatiha, urudi nyumbani kwake baada ya kukidhi haja ambayo ameitakia idhini. Antauda ila baitiha baada qada'i hajatiha, urudi nyumbani kwake baada ya kukidhi haja yake aliyoiombea idhini kwa mumewe, iliyomtoa ndani ya nyumba yake. Kama haja ilikuwa ni kwenda sokoni kununua mahitaji, kurudi, mumewe alimpa idhini hiyo, ruhusa hiyo, asiende kupitia kwa rafiki yake fulani. Akipitia kwa rafiki, hicho kipande anachokiongea anapata madhara, kwa sababu hicho mume hakijui, kwa atakuwa anapata madhara kwa sababu ameenda mahala bila nini, idhini ya mume wake. Wazi? Hivyo ndivyo ambavyo walikuwa nisa'u salaf. Min hadi salaf anna an-nisaa yakhrujna lihajatihinna, miongoni mwa mwongozo wa salaf kwamba wake zao walikuwa wanatoka kwenda katika haja zao mbalimbali za kisheria, thumma yaudna ila buyutihim, wakimaliza zile haja zao wanarudi katika majumba yao, hawaongezi sehemu nyingine tena. Hizo ni baadhi ya dhawabit al-khuruj, khuruj al-mar'ah as-salafiyya min baytiha, ni baadhi ya vidhibiti vya mwanamke wa kisalafi kutoka nje ya nyumba yake. طيب huo ni mlango wa au ni darasa ya 51. Amma ad-darsu الثاني وال50 أو somo la 52 anasema المؤلف وفق الله الدرس 51. طيب somo la الثاني وال50 somo la 52. يجوز للمرأة, يجوز kwa mwanamke an tahujja anil ghayr, kumfanyia ibada haji mwingine, kalabi, kama vile baba, wal ummi, na mama, wazauji, na mume, bisharti an takuna, kwa sharti ya kuwa huyu mwanamke qad hajjat an nafsiha, ameshafanya haji tayari kwa ajili ya nafsi yake. Fatuhrima min almiqat, basi atafanya ihram kuanzia kwenye miqat, atafanya ihram. Fatuhrima, basi atahirimia ibada ya haji min almiqat, kuanzia katika miqat, miqat ya hija, ni mahali maalum ambapo pamewekwa na sheria. Ukifika sehemu hiyo, mtu ambaye ameenda kufanya ibada ya haji au umra, unaivaa ihram yako, hirimia ibada yako ya haji. Miqat, mpaka au kikomo, ni mahala ambapo wakati uliowekwa, ni mahala au wakati uliowekwa. Ukifika basi unaanza ibada ya hija kwa kuvaa ihram, kwa sababu miqat ziko miqat za mahali na kuna miqat za wakati. Miqat za mahali ni Dhul Hulaifa, lakini pia Al-Juhfa. Dhul Hulaifa miqat ya watu wa Madina, kwamba kifika hapo basi anavaa ihram. Umeelewa? Leo panaitwa Abyar Ali.
lakini pia kuna al-Juhfa, mikati ya watu wa Sham, Misri na kwingineko. Mikati ya watu wa Sham, Misri, magharibi, wakifika eneo hili linaitwa al-Juhfa, basi wanatakiwa wavae ihram. Na kuna miqat qarn al-manazil, qarn al-manazil, miqat ya watu wa Najd. leo inajulikana kama nini? As-Sayl al-Kabir. As-Sayl al-Kabir. Ifika hapo basi unavaa ihram, zile nguo ulizokuwa umeani unabadilisha, unavaa ihram. Na kuna mikati ya Lamlam ni mikati ya watu wa Yaman. Wakifika hapo unavaa ihram. Na hata sisi tunatoka Afrika Mashariki, Tanzania, Uganda, Kenya na zile nchi za Afrika Mashariki zote zinatumia mikati ya Lamlam. Ndio mikati yetu sisi. Kienda ibada ya Hajj tunahirimia hapo. Lakini vile vile Dhatul Irq ni mikati ya watu wa Iraq. Dhatul Irq mikati ya watu wa Iraq. Hizo ni mikati al-makan, mikati al-makan. Hizo ni mikati za mahala. kuna Dhul Hulayfa, al-Juhfa, qarn al-manazil, al-Lamlam na Lamlam na Dhatul Irq. Ama mikati ya nyakati ni Shawwal, mwezi wa Shawwal, Dhul Qa'da na zile siku 10 za mwezi za mwanzo mwezi wa Dhulhijja. Kwa muallif wafaka Allah Ta'ala alikusema yajuzu lilmar'a, inajuzu kwa mwanamke an tahujja anil ghayr, kumfanyia ibada ya haji mtu mwingine, kalabi, kama vile baba, wal ummi na mama, wal zawji na mume, bisharti an takuna qad hajjat, kwa sharti ya kwamba awe ameshawahi kufanya haji an nafsiha, kwa niaba kwa ajili ya nafsi yake. Fatuhrima min al-miqat, basi atakapokwenda kufanya ibada ya haji atahirimia hiyo ibada ya haji kwenye miqat ambayo tumezitaja, sawa. Watulabbiya, na ataleta talbiya. Watulabbiya, na ataleta talbiya. Wataqul, na atasema labbaik allahumma hajjan, labbaik allahumma hajjan, nimekuitikia ewe Mola wangu mlezi kuja kufanya ibada ya haji. An abi, kwa niaba ya baba yangu, au ummi, au mama yangu. Hiyo ndo talbiya, hiyo ndo talbiya. Labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wat ni'mata laka wal mulk la sharika lah. Hiyo ndo talbiya, hiyo ndio at-talbiya. Kwa utasema labbaik allahumma hajjan an abi, ewe Allah nimekuitikia kuja kufanya ibada ya haji kwa niaba ya baba yangu au mama yangu. Wazi? Hapa muallif wafaka Allah Ta'ala anataka kutufundisha kuwa au ahkam, baadhi ya ahkam za hajjul mar'ati almuslimati anil ghairi, hija ya mwanamke wa Kiislamu kumhijia mtu mwingine, kumfanyia mtu mwingine. Sawa sawa, huyo ni mhijia ni mwanaume au mwanamke mwenzake, jaiz. Na hiyo haji ina sharti. Sharti ya kwanza, an takuna qad hajjat an nafsiha, kama tulivyotaja, awe huyo mwanamke ashawahi kwenda haji yeye mwenyewe kwa ajili yake yeye mwenyewe, kwa ajili ya nafsi yake. An takuna qad hajjat an nafsiha, awe ashawahi kuifanya
kufanya ibada ya haji kwa niaba ya kwa ajili ya nafsi yake. Na hili limekuja katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sami'a anna sallama rajulan, mtu salama alimsikia mtu mmoja akisema labbaika an shubruma. Nasikia labbaika an shubruma, nimekuitikia wewe Mola wangu mlezi kuja kufanya ibada ya haji kwa niaba ya Shubruma. Hiyo Shubruma mtu. Qala man Shubruma, mtume akasema ni nani wa Shubruma? Qala akhun li au qaribun li, ni ndugu yangu au ni mtu wangu wa karibu. Qala hajjata an nafsik, mtume akamwambia wewe mwenyewe ushawahi kufanya ibada ya haji? Qala la. Yule mtu akasema hapana, sijawahi kufanya haji. Qala hujju an nafsik, mtume akasema fanya haji kwa ajili ya nafsi yako, thumma hujj an Shubruma, kisha umfanyie ibada ya haji Shubruma. Hadithi imepokea Imam Abu Daud katika sunani yake na Sheikh Albani rahimahullah ta'ala. Kwa dalili kwamba lazima uwe mwenyewe ushawahi kufanya ibada ya haji kabla. Umeelewa? Lakini sharti ya pili Sheikh hajataja hapa, an yakuna almahjuju anhu ajizan, awe yule anayefanyiwa haji ni mwenye kushindwa. Sio anaenda kumfanyia haji mtu yuko nyumbani kwao na nguvu zake atulia, yani yuko kawaida kabisa, haumwi hafanyi nini, hajashindwa kwa chochote, alafu anaenda kumfanyia haji. An yakuna almahjuju anhu ajizan, yule anayefanyiwa haji kwa niaba awe ni mwenye kushindwa. Kama vile amefariki, ni mayiti, hawezi kwenda kufanya haji mwenyewe. جاءت امرأة من خثعمة فقالت إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على الراحة، فقال سلم حجة. babake alikuwa ni mzee sana kiasi kwamba hawezi kukaa juu ya kipando akaja kufanya ibada haji. Faqala sallama hujji anhu, mtume akasema basi nenda kumfanyia haji. Awe ameshindwa ndio anaruhusiwa kwenda kumfanyia haji, kufanya haji kwa niaba yake. Je, lazima awepo mahrim? Naam, lazima ufuatane na mahrim yako. Hiyo ni sharti ya ngapi? Ya tatu. La tahujju almar'atu illa ba'dhi mahram, sababu haifai mwanamke kwenda kufanya ibada haji bila mahrim, sababu anasafiri. Je, anafaa kuchukua ujira? Mimi naenda kukuhijia, basi nataka unilipe. جائز يجوز، لكن الافضل ان تحج تبرعا، amhijie kwa ajili ya kujitolea, asichukue ujira. Asichukue ujira. Nadhani mpaka hapo tumeelewana. Alayhi salatu.